maendeleo ya ushirika. Oye, oye, tujenge uchumi pamoja. Oye, oye, vyama vyetu vya ushirika. Oye, oye, tujenge uchumi pamoja. Oye, oye, tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania TCDC ni taasisi ya serikali iliyoundwa kwa lengo la kuhamasisha na kusimamia maendeleo ya ushirika nchini. Tume ya maendeleo ya ushirika inalenga kuona vyama vya ushirika imara, endelevu na vyenye uwezo wa kukidhi mahitaji ya wanachama kiuchumi na kijamii. Vyama vinavyoendeshwa kwa mifumo ya kisasa na kizalendo. TCDC. Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania TCDC inayo jukumu la kusimamia vyama vya ushirika katika kuhakikisha kuwa mwanaushirika na wananchi wote wananufaika kupitia vyama hivi. Moja ya vyama vinavyosimamiwa ni vyama vya akiba na mikopo, yani SACCOS. Leo tunaangazia mkoa wa Morogoro, hususani katika vyama vya ushirika vya akiba na mikopo. Vyama hivyo ni Elimu SACCOS kilichopo Morogoro vijijini na chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha walimu wa manispaa ya Morogoro, ambavyo vyote wanachama wake ni walimu. Mrajisi msaidizi wa mkoa wa Morogoro anaeleza vyama vya akiba na mikopo vinavyoweza kumnufaisha mwanachama. Wajiunge, kuna ushirika wa aina nyingi kulingana na mapendeleo yao. Wanaweza kujiunga kwenye vyama vya akiba na mikopo ili wakakuze mitaji yao na kuweza kuweka akiba. Manake kwa kacha wa Tanzania na watu wengi hatuna ile mazoea ya kuweka akiba. Lakini akiba ni muhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo niwapende kuwakaribisha kujiunga kwenye vyama vya akiba na mikopo vilivyopo kwenye maeneo yao. Wajiunge ili waweze kuweka akiba, lakini vile vile waweze kupata mitaji ya kuendesha shughuli zao mbalimbali. Moja ya nyenzo muhimu ya kumuinua mtumishi kiuchumi ni kupitia vyama vya ushirika, ikiwemo SACCOS, ambazo zimekuwa suluhisho la mitaji, pia kutatua changamoto mbalimbali za kimaisha kwa kupata mikopo yenye riba nafuu. Morogoro Manispaa SACCOS, yani Morogoro Municipal Teachers SACCOS, imekuwa chachu ya maendeleo ya watumishi wengi wa Morogoro tangu kuanzishwa kwake. SACCOS ya walimu imeniinua sana, kwa sababu mwanzo nilianza kuweka, ikafika wakati nikawa nakopa, lakini nikawa nakopa kidogo kidogo. Lakini baadaye nikaanza kukopa kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi. Nilianza na kuku 300, nikaendelea nao, baadaye nikaongeza 500, nikaongeza 800. Wale mliowaona 870 nilichukua 1000. Banda likapata shida kidogo, ugonjwa ukaingia kwenye banda, wakapungua kama 160 hivi. Lakini waliobaki, namshukuru Mungu, ni hao mliowaona, kwa hiyo wanaendelea vizuri. Kwa upande wa samaki wako 350. Na miaka ya nyuma tulifuga, wakapata shida, tulikuwa na mgonjwa, wakapata shida, wakafa wengi tu. Lakini tukakaa, baadaye tukarudisha tena huo mradi. Kwa sasa hivi ndio wamekuwa, tunategemea waanze kutaga. Kwa hiyo wanapotaga ina maana wanazaa na wanaongezeka. Na aim ni kuja kuuza vifaranga, lakini wakati huo tunawaza pia kuongeza mabwawa mengine. Nakiri kwamba ushirika ni mzuri. Na ushirika ukifanya kwa kumaanisha, yani ukishiriki inavyotakiwa, unatoboa. Kabla ya kujiunga na SACCOS, maisha yangu yalikuwa ya kawaida. Nilikuwa sina biashara yoyote, nilikuwa tu nategemea mshahara mwisho wa mwezi na mikopo tu ya benki. Lakini baadaye tukaona mikopo ya benki inatuumiza, ina riba kubwa. Mwanzoni nikawa nashindwa kuchukua SACCOS kwa sababu lazima uwe umefikisha 1/3. Kwa hiyo nilivyoenda nikawa tu naongeza akiba yangu SACCOS, na nikapata tahadhari kwamba wanatoa na mikopo ya biashara na riba yake ni nafuu ukilinganisha na kwenye mabenki. Kwa hiyo nikahamasika, nikachukua mkopo wa biashara
nilikuwa nimeanzisha biashara yangu kidogo kidogo, kwa ule mkopo ukanisaidia nikaboost biashara yangu. Lakini pia nimeweza kuongeza frame ambapo nimeweza kutanua biashara yangu. Lakini pia nimeweza kuajiri vijana wengi zaidi tofauti na hapo awali. Tena sasa hivi na wengine tunawalipia mpaka ile NCCF. Aidha, chama kimefanikiwa kukuza mtaji wake na hisa za wanachama kutoka 200,000 mpaka milioni 500 na akiba kiasi cha shilingi bilioni 2,900,000 na 6,000 kama anavyothibitisha meneja wa chama hicho. Mtaji wa 2,500,000 ulikuwa ni viingilio tu na hisa za waanzilishi. Kwa hiyo tuliendelea vile kuhamasisha chini ya idara ya ushirika mkoa wa Morogoro, tukaweza kusajili chama chetu tukiwa na hatuna ofisi, tunatembea kwenye begi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi ambao unaendelea kuboresha wanachama, tumeendelea kutoa elimu kwa wanachama wetu, tumeendelea kuongezeka. Kutoka wanachama 67 tumefikia sasa hivi tuna wanachama 1,100 ambapo K ni 960 na wanaume ni kama 140. Tunamshukuru Mungu kwa hilo, lakini pia tumeendelea kukuza mtaji wa hisa. Sasa hivi tuna wanachama wenye hisa za mtaji wa milioni 500, lakini tuna akiba za shilingi bilioni 2,900,000. Lakini pia tuna mfuko wa maendeleo ambao umeendelea kukua, sasa hivi una shilingi ya milioni 50. Kwa hiyo kwa ujumla mtaji tete wetu sasa hizi ni zaidi ya milioni 500. Kwa mafanikio hayo, chama kilitoa mikopo kwa wanachama wake kwa kiasi cha shilingi bilioni 2.1 ambayo inajumuisha mikopo ya biashara, dharura na kijamii, kama anavyobainisha afisa mikopo wa chama cha MMT SACCOS. Pamoja na kwamba tunakopesha, pia tunawafuatilia, na tukisema jumla ya mikopo yote tuliyotoa mwaka jana ni zaidi ya bilioni 2.1. Ndio mikopo, jumla ya mikopo yote tuliyotoa mwaka jana. Na kwa mwaka huu tunatarajia kwamba tutatoa zaidi ya bilioni 2.5. Viongozi wa chama cha akiba na mikopo cha Manispaa Morogoro wanaeleza namna walivyojidhatiti katika kutoa mikopo kwa haraka na kuboresha miundombinu ikiwemo jengo la ofisi za chama chao. Kwa hiyo nikiwa na mwenyekiti wangu tuliketi na kushauriana juu ya jengo letu. Kwa kweli jengo lilikuwa na hadhi hii mnayoiona, lilikuwa ni jengo la kizamani. Tukaishirikisha bodi, tulipata suluhu na tukaona namna ya kuweza kukarabati. Kwa hiyo tulivunja jengo hili lote, tukaanza kujenga upya jengo letu. Kwa hiyo ni fanikio kubwa ambalo mimi nikiwa kwenye nafasi ya ujumbe wa bodi ya awamu ya kwanza na iliyoisha mwaka jana, lakini mafanikio kupitia jengo hili tukabuni kwamba eneo hili la nyuma tuna barabara imepita. Kwa nini eneo hili tusiweke frame za maduka tupangishe watu? Tukaona inafaa. Kwa hiyo mkandarasi wetu tulimshauri, alituelewa, kwa hiyo tukaweka vyumba 4 ambavyo vimepangishwa na tunapata kiasi kizuri tu cha pesa kwa kila mwezi. Lakini mafanikio mengine, tumetoa mikopo kwa kiwango kikubwa sana. Yaani hatuna mikopo ya kusubirisha. Mikopo yetu sisi mtu anapoomba anapewa. Kwa hiyo hao ni mafanikio makubwa sana. Mafanikio huwa hayaji kirahisi. Yanahitaji uthubutu, umakini na ujasiri wa hali ya juu. Ndivyo anavyoeleza meneja wa MMTS. SACCOS yetu ilianza tarehe 18 mwezi Septemba 1998 tukiwa na mtaji mdogo kabisa. Tulikuwa na mtaji wa wanachama 67 tu. Kwa by that time ilikuwa bado elimu ya ushirika ilikuwa iko potofu sana na ilikuwa haijulikani. Kwa hiyo tulipata ugumu sana kuwashirikisha walimu mpaka kuanzisha hiki kitu. Lakini tunashukuru kwa neema ya Mungu na idara ya ushirika iliweza kutupa moyo na kututia nguvu na kukubali wazo letu na kutusaidia mpaka kusajili chama. Vyama vyetu vya ushirika, oye, oye, tujenge uchumi pamoja, oye, oye. Tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania, TCDC, ni taasisi ya serikali iliyoundwa kwa lengo la kuhamasisha na kusimamia maendeleo ya ushirika nchini. Walimu wa halmashauri ya Morogoro hawako nyuma katika kuhakikisha kuwa maisha yao yanabadilika kwa kuweka akiba na amana kwenye vyama vya akiba na mikopo, yani SACCOS. Elimu SACCOS ni SACCOS ya walimu
ambayo ilianza na wanachama 81, lakini hadi sasa wamefikia zaidi ya wanachama 980 na mtaji wa shilingi milioni 200, kama anavyoelezea mwenyekiti wa Elimu SACCOS. Elimu SACCOS imeendelea kukua siku hadi siku. Tulianza kidogo kabisa, lakini mpaka sasa mtaji wetu ni zaidi ya milioni 200. Ndio maana tunasema kwamba tunapaswa kuingia daraja B, na mwaka huu 2025 tunategemea kuingia daraja B. Tuna akiba za wanachama takriban bilioni 2.6 mpaka Disemba 2024. Katika kuhakikisha chama kinasimama vyema ili kuhudumia wanachama wake kwa mafanikio, viongozi wa chama hicho wamekaa imara katika kutimiza majukumu yao kwa weledi na ufanisi mkubwa. Wa majukumu ambayo ya manager ndio nayo, moja ni usimamizi wa kila siku wa shughuli za SACCOS, kuhakikisha shughuli mipango yetu iliyopangwa kwa siku inatekelezwa na kusimamia utekelezaji wa yote ambayo yanakusudiwa kufanyika, lakini pia kusaidia na kuratibu mipango ya baadaye, yani nini kifanyike, kipi kifanyike kwa kadri ambavyo tumekusudia na kufikia malengo na azma ya SACCOS yetu. Vile kamati ya usimamizi tuko na jukumu kubwa la kuendelea kusimamia miradi. Kwa hiyo tunafanya ukaguzi hapa na pale mara kwa mara kuhakikisha kwamba yale ambayo tunaweza napendekezwa na wanachama yanafanywa kazi, au maazimio mbalimbali ambayo yanapitishwa kwenye vikao vya bodi ambayo ni vikao tunafanya pamoja na kamati ya usimamizi basi yanatekelezwa. Kwenye kamati ya uwekezaji Elimu SACCOS tumejikita katika maeneo makuu mawili. Tupo kwenye kampeni ya kitaifa ya matumizi ya nishati mbadala ambayo inatumia umeme. Tuna majiko yanayotumia umeme kidogo lakini pia yanatunza mazingira ya Sescom, lakini pia tuna majiko neta jiko janja inaitwa induction cooker. Tunafanya wakala wa mitandao ya simu, lakini pia tunafanya wakala wa benki. Kwa hiyo tunafanya wakala wa mtandao wa Tigo ambao sasa hivi inaitwa Mixx by Yas. Tuna wakala wa Airtel kwa maana ya Airtel Money, lakini pia tuna wakala wa M-Pesa, lakini pia tuna wakala wa benki ya NMB na wakala wa benki ya CRDB. Mikopo ya SACCOS, riba nafuu na haraka, imekuwa chachu ya maendeleo kwa walimu waliojiunga na Elimu SACCOS, kama wanavyosimulia. Kabla ya kujiunga na Elimu SACCOS, nilikuwa najishughulisha na shughuli mbalimbali. Nilikuwa nimefungua duka la vitu vya rejareja, lakini ilikuwa shida katika kupata mitaji. Kwa hiyo tulikuwa tunakimbilia benki kama mtumishi, lakini benki tulikuwa tunakutana na changamoto ya riba kuwa kubwa. Lakini ilipokuja Elimu SACCOS, nimejiunga Elimu SACCOS toka 2013. Katika Elimu SACCOS niliona mafanikio katika biashara kwa sababu niliweza kuchukua mikopo kutoka Elimu SACCOS. Kwa hiyo Elimu SACCOS imenisaidia kwenye mambo mengi kutokana na mikopo yenye riba nafuu. Toka hiyo 2013 nimeweza kufanya mambo mbalimbali kutokana na mtaji ambao nimeupata Elimu SACCOS. Kama salamu yetu inavyosema, SACCOS ni suluhisho la mitaji. Kweli nilipatia mtaji na sasa hivi nina biashara, nimeweza kujenga nyumba kutokana na Elimu SACCOS na nimenunua gari kutoka kwenye Elimu SACCOS. Nilivyoshawishika kuingia Elimu SACCOS, maisha yalibadilika. Mwaka 2017 nilivyojiunga mwezi wa 3, mwezi wa 10 nilianza chuo degree. Kwa hiyo hela yangu ya ada sikuhangaika. Nilikuwa nachukua hela za dharura ya SACCOS, nalipa na unarudisha bila shida yoyote. Kwa hiyo sikuhangaika katika ada na wala sikuwa na mkopo wa kusomea. Kwa hiyo nilisoma kwa Elimu SACCOS. Mafanikio mengine, Elimu SACCOS imeweza kunipatia gari la familia. Baada ya kumaliza elimu ya chuo kikuu, nikaona hela ipo tu. Kwa hiyo tukachukua mkopo, tukanunua gari, marejesho ni kidogo hata yatumizi na tulishamaliza. Lakini baada ya kujiunga na Elimu SACCOS, kuna mafanikio mbalimbali ambayo nimeyapata, yakiwemo kupata mtaji wa kuweza kuendesha mambo yangu, kupata ada kwa ajili ya kuwalipia watoto,
na mafanikio mengine mengi ambayo siwezi kuyataja yote. Lakini kwa ujumla Elimu SACCOS ni kitu ambacho kinatusaidia sana katika kuendesha mambo yetu. Kwa mfano, sasa hivi hatuendi tena kukopa benki. Ukitaka kufika haraka, nenda peke yako. Lakini ukitaka kufika mbali, nenda na wenzako. Ndivyo hivyo kupitia vyama vya ushirika kwa pamoja, tutajenga uchumi ulio imara. Kwa maelezo na habari za ushirika, tembelea tovuti yetu www.ushirika.go.tz pamoja na mitandao ya kijamii, au piga simu ya bure 0800 11 0105 au 0800 11 0109.